Mambo vipi Tanzania? Mimi naitwa Gadizo. Tumetoka Sinza Mori, Dar es Salaam mpaka hapa maeneo ya Mnazi Mmoja ili tuweze kujua kile ambacho kinatajwa ama kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Doto Magari anadai fidia ya milioni 500. Hii ni demand note ambayo ameituma kwa Cherry, kwa yule dada ambaye alikuwa anadai kwamba Doto ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Sasa tumefika hapa kwa wakili wake kuweza kujua kwa undani zaidi sakata hili linaendeleaje na limefikia wapi. Tumeshafika katika ofisi hii ya wakili ambaye amepewa jukumu la kusimamia kesi ya Doto Magari. Kwanza tunataka tufahamu jina lako, lakini pia udhibitisho wa kuisimamia hii kesi kwa sababu tumesikia tu kwenye mitandao ya kijamii. Yes, kwa majina naitwa Hassan Salum, ni wakili, na unachokizungumza ni kweli kwamba nimepokea instruction kwa maana ya maelekezo kutoka kwa mteja. Nye anafahamika kwa jina la Doto Keto, lakini maarufu zaidi anaitwa Doto Magari. Kwa alinipa hayo maelekezo tangu tarehe 29 Julai, mwishoni kabisa mwa mwezi wa 7, kipindi ambacho vuguvugu la yeye kudhalilishwa mtandaoni kwa tuhuma za kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo baada ya kuenea kwa zile video alinitafuta na akanipa maelekezo na akaniambia nifanye nini kwa ajili sasa ya yeye kuingia moja kwa moja katika kulichukulia hatua zaidi ya kisheria jambo hili ambalo limetokea siku chache zilizopita. Yes. Na hii demand note labda inadai fidia ya kiasi gani? Kwa mujibu wa demand notice ambayo tumeiandaa ni fidia ya kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 500. Milioni 500, kwa maana ya humo imezungumzwa vitu vingi katika demand notice, ikiwemo udhalilishaji, lakini pia imeenda moja kwa moja katika kuathiri maudhui, na kitu kingine, huyu mtu kumbuka ni influencer, at the same time ni balozi, ni mzazi, umeona. Kwa hiyo tumeangalia engo zote na mwisho wa siku tukakubaliana kwamba ana deserve, kama jambo litafika katika vyombo vya sheria, alipwe kiasi cha shilingi milioni 500. Na nitakukumbusha vizuri katika interview ambayo tulifanya nyuma kabla ya hii, uliniuliza inaweza ikakisiwa kiasi gani, nikakwambia kwa kuangalia nyanja zote hizo basi inaweza kuanzia milioni 300 na kuendelea. Kwa hiyo sisi baada ya kukaa chini na kulitafakari na kupitia ushahidi mbalimbali kupitia katika mitandao ya kijamii, tumeona huyu bwana ana deserve kulipwa na huyu dada aliyesababisha ama aliyemdhalilisha mtandaoni kiasi cha shilingi milioni 500 za Kitanzania. Yes, na kitu kingine ambacho kipo katika demand notice ni swala zima la tumetoa specified time, na demand notice kisheria unaweza ukatoa siku 7 au 14, ila kwa upande wetu sisi tumetoa siku 7 tu kwa yeye pale atakapoipokea hiyo demand aweze kuact kulingana na kile ambacho tumekitaka kwenye demand ambayo tumeagizwa na mteja wetu Doto Magari. Kama atashindwa kwa muda ambao umekuwa specified kwenye demand notices, basi sisi tutaendelea na hatua nyingine za kisheria, ikiwemo sasa kulipeleka ili jambo moja kwa moja mahakamani, katika mahakama yenye mamlaka ya ku entertain ama kusikiliza mashauri ya aina hii ambayo yanamhusu Doto Magari. Yes. Lakini mteja kwa maana ya mtu ambaye mmemtumia hiyo demand notes inasemekana kwamba hayupo nchini. Sasa watu wanajiuliza mnaweza labda mkampataje kwa sababu hayupo nchini? Na labda niwaeleze watu na wasifikiri mtu kuwa nje ya nchi hawezi kushtaki au kushtakiwa. Hiyo nataka hiyo kitu watu waelewe. Yes, taratibu za kumpata ama taratibu za kumsave mtu ambaye yuko nje ya mipaka ya Tanzania ni nyingi. Siku hizi kuna utaratibu wa electronic service. Unaweza ukaseviwa kupitia WhatsApp, unaweza kuseviwa kupitia email, as long as mimi niliyokusave niwe na uhakika au niwe na ushahidi kwamba nimekusave umepokea. Kwa utaratibu wa kusave ama kwa maana ya kuwasilishiwa nyaraka uko wa aina nyingi. Kuna physical service kwa maana anakufuata, nakupa, unapokea, una sign. Kuna electronic service, kuna utaratibu mwingine wa njia ya simu kwa maana ya WhatsApp. Hizi taratibu zote kwa maendeleo ya teknolojia sasa hivi zinakubaliwa, ili mradi tu kuwe kuna proof kwamba nimekupatia ama nimekutumia umepokea. Sasa ukiachilia mbali utaratibu huo ambao unaweza nikasema kwamba
wako watu ambao wamepewa mamlaka ama wana kazi hiyo ya kusambaza nyaraka. Kwa hiyo sio lazima mimi ninayeandaa nikupe. Wako watu ambao au ziko taasisi ambazo zimepewa kazi ya kusambaza nyaraka. Kwa hiyo katika utaratibu tunachokifanya, mimi ninapomaliza kazi yangu nawasiliana na watu ambao hiyo ndio kazi yao. Kwa hiyo wao wenyewe wanafahamu. Siwezi nikazungumza publicly inakuwaje, lakini ninachosema tu inawezekana. Wako watu ambao washafunguliwa mashauri wakiwa nje ya nchi na baadaye kesi zikaisha, then utaratibu mwingine ukafuata wa utekelezaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Yes, kinawezekana kabisa. Yeah. Kuna watu wanasema kwamba labda anaweza pia akasema yeye hajapokea, yani ile demand notice bwana mimi haijanifikia na muda wote. Sasa mtafanya nini? Yeah, ndio maana nikasema kuna njia mbalimbali za kupeleka nyaraka kwa mtu. Kwa hiyo ziko taratibu ambazo kama itatokea mtu amesema kwamba hajapokea, kinachotakiwa ni uwe na proof. Umeona, uwe na proof ama uwe na ushahidi kwamba nilituma haijapokelewa ama nilituma imepokelewa. Kwa sababu mtu anaweza akapokea and then asijibu, akatumia kama defense kwamba kusema kwamba hajapokea. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi, kama tutakutana na situation kama hiyo uliyoizungumza, ziko taratibu ambazo tutafanya. Na sisi kwa upande wetu, kwa sababu tunawakabidhi watu wenye mamlaka ya kusambaza nyaraka, wao wanaelewa nini ambacho wanachotakiwa kufanya baada ya kuwa wamepeleka nyaraka haijapokelewa au wamepeleka imepokelewa. Kwa sababu labda niseme tu kwa faida ya watu wanaotusikiliza, kuna kiapo cha mpeleka nyaraka. Mpeleka nyaraka huwa analeta affidavit as to proof of service. Kile kiapo cha mpeleka nyaraka huwa kinazungumza mazingira ya yeye aliyokutana nayo wakati anawasilisha nyaraka. Kwa kama nilipeleka, kwa sababu unaweza ukapeleka ikakataliwa, sio lazima apokee. Hii lazima watu waelewe. Mtu unaweza ukapeleka akakataa. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kuwa nacho sio kumlazimisha apokee. Ni kupata ushahidi wa kwamba nilipeleka akakataa, au nilipeleka sikumkuta, au namtafuta sipatikani, au hayupo katika mipaka ya Tanzania. Tunachohitaji ni ile proof, ili sasa sisi tuchukue hatua nyingine zaidi. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni ushahidi tu kwamba umekutana na mazingira gani wakati unapeleka nyaraka. Yes. Na kuna wengine wakawa wanajiuliza pia kwamba hiyo demand notice inaenda moja kwa moja kwenye madai yapi, ya kusambaza taarifa za uongo ama ya kusambaza faragha za mtu? Yes, nimekuwa ni swali zuri kwa sababu na ningependa pia watu waelewe, watu wanatakiwa kutenganisha baina ya madai na jinai. Sawa, swala la Doto lipo kwenye pande mbili, itategemea yeye anataka kudili nalo kwa engo ipi. Yeye ameamua kudili nalo kwanza kwa engo ya madai, kwa sababu jinai ni swala ambalo linahusisha polisi, linahusisha jamhuri. Sasa hilo lina watu wake ambao ndo wana hiyo kazi ya kujua wafanye nini, kufungua majalada ya uchunguzi, RB na vitu kama hivyo. Huko ni masuala ya polisi. Yeye hili limebezi kwenye udhalilishaji. Sawa, udhalilishaji kwa njia ya mtandao, kwamba ule udhalilishaji aliofanywa na kile alichofanyiwa, athari alizopata, ndo amedemand hiyo pesa. Kwa hiyo hiyo pesa inatokana na athari ambazo yeye amezipata kwa hicho kipindi kifupi ambacho huyu hiyo video imecirculate. Nadhani hata watu wengine wamekuwa wakiitumia kama kutafuta followers. Watu wengine wanaitumia kama vile kutengeneza content, naweza nikasema. Na pia ningependa pia kutumia nafasi hii pia kuwaambia watu wengine, kwa sababu hili halitaishia kwa huyo dada, limeanza kwake kwa sababu yeye ndio coordinator, yeye ndio mtu wa kwanza ambaye ndio ameiwasilisha. Itafuata pia kwa wengine ambao wataendelea kutumia zile video kwa matumizi yao, kutafuta labda content, kutafuta followers au vichekesho na nini. Kwa hiyo itategemea sisi tunaletewa jina gani na tunadili. Umezungumzia swala hilo, ni sensitive sana, kwa sababu pia bado naona kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitumia video clip au vipi, lakini pia AI kumtengeneza Doto Magari kama mtu fulani ambaye amekonda sana na nini, kama ucheshi hivi. Labda neno lako ni lipi kama wakili ambaye pia umeshafungua kesi ya madai kuhusiana na mteja wako? Yes, hilo pia tunaendelea kulifanyia kazi na tunalifanyia kazi kwa sasa, kwa sababu unapokuwa wakili unatakiwa kwanza, kabla jambo hujalifanyia kazi, ulifanyie due diligence, ulifanyie uchunguzi. Kwa hiyo tunaendelea
na kuchukua video mbalimbali kuangalia kilitokea nini, tufanye nini na nani aliyefanya. Lakini sisi, na naomba nirudie tena, sisi tuko kwenye upande wa madai, kwa sababu kwenye jinai kuna watu ambao wamepewa mamlaka ya kuentertain masuala mazima ya jinai. Kwa sisi hata hao watu wote tutahusika na kuwadai fidia, lakini katika kuwadai fidia tutatumia hizo video na peji zao ambazo wameposti na intention ilikuwa nini. Lakini sipendi sasa kuzungumza siri za mteja wangu, ila in summary lazima niseme kwamba itafikia hatua sasa akiona watu wanaona ni kitu cha kawaida, itabidi sasa tuchukue hatua za kijinai, kwa maana sasa moja kwa moja kuliwasilisha katika kituo cha polisi husika, and then sasa wale watu waanze kuchukuliwa hatua za kijinai, ikiwemo kukamatwa, kuchukuliwa maelezo na masuala mengine. Kwa hiyo lazima ili watu pia waelewe, kwa sababu the more wanavyokuwa wanafanya technology, bahati nzuri ni kitu ambacho kinatunza vitu. Yes, wanasema watu kishatoka kumuogopa Mwenyezi Mungu, wazazi wako, ogopa pia teknolojia, kwa sababu teknolojia yenyewe ina receive na ina record ya vitu ambavyo vimefanyika. Kwa hiyo watu wanapaswa kuwa makini na kuendelea kumdhalilisha Doto Magari, kwa maana ya mteja wetu, umeona bwana, kwa njia ya mtandao, wao wakiwa na madhumuni ya kunufaika, sababu ukifanya vile si watu wanakufuata, wanapata followers na vitu kama hivyo. Kwa hilo nalo pia ningependa watu niwajuze kwamba tuko kwenye hatua hizo, na tuna baadhi ya majina ya watu ambayo tu tunasubiri tu go ahead tuwawasilishie demand notice zao. Yes. Kwa pia wao wanatakiwa wawe makini, kwa sababu demand notice pia inaweza ikafika kwa upande wao. Yes, na bahati nzuri sana kwenye masuala kama haya, uliona hili jambo mimi nimeambiwa toka tarehe 29. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini siku zote tulikuwa tuko kimya. Ni kwa sababu tulikuwa tunasubiri ruhusa ya muhusika, kwa maana ya mteja wetu. Kwa hiyo hata wengine ambao wameendelea kutumia video zake kumdhalilisha, kumchora kama ni mtu ambaye tayari ameshafikia katika situation mbaya kiasi cha kukonda mwili, tunasubiri tu go ahead kwamba huyo sasa muda wake umefika, mpelekeeni document yake. Ndicho tunachosubiri. Kwa hiyo tunayo majina ya watu, tuna videos ambao tunaziview, umeona, na tayari tunazifanyia kazi. Atakapofikia hatua mwenyewe akitoa go ahead kwamba sasa hapa aendeleeni, sisi tunaendelea. Yes. Na kuna watu wengine wanajiuliza, pengine muhusika akija front kuomba msamaha, labda mpo tayari labda kuweza kusuluhisha hili jambo? Yes, kwenye jambo kama hilo ukisoma vizuri demand kule chini ilitoa nafasi kwa mtu kutoka hadharani. Jinsi alivyoliwasilisha ndio jinsi atakavyotakiwa kutoka hadharani. Kama ulikuja mtandaoni kuwaaminisha watu, unapaswa pia kurudi mtandaoni, kwa sababu ndio itakuwa njia nyepesi ya kumsafisha muhusika. Masuala mengine ya kukubaliana na hilo sasa liko jukumu la mteja, kwa sababu sisi mwisho wa siku tunafanya kile ambacho tumepewa. Litakapofikia hatua kwamba wao kama wao wamekubaliana au yeye mwenyewe ameridhika kuomba radhi bila kupatiwa pesa kwa maana ya fidia, sisi tutakuwa tuna changamoto yoyote. Ni yeye sasa hapo. Kwa upande wetu sisi kazi yetu ilikuwa ni hiyo, lakini mara nyingi kama ukiomba radhi hadharani na uhakika hata yeye mwenyewe ataona basi hili jambo acha tu lipite. Yes. Neno lako la mwisho ni lipi kwa ujumla kama mwanasheria kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Mimi bwana, napenda kuwashauri watu waitumie mitandao kwa njia nzuri, kwa sababu mitandao ipo, wako watu wameshakuwa mabilionea kwa sababu ya mitandao. Umeona? Kwa hiyo waliamua kutumia mitandao in a positive way. Yani wewe usitumie content, usitumie video ya mtu ya udhalilishaji kujipatia pesa. Lakini kingine cha kuwakumbusha, iko sheria inaitwa the Cyber Crime Act. Hiyo sheria inahusika na makosa ya kimtandao na iko macho, na baadhi ya watu tayari wako gerezani kwa masuala kama hayo. Kwa watu wanapaswa kuheshimu mitandao, kujua kabisa hiyo mitandao ina sheria ambayo inayo regulate ama inayosimamia. Sawa Faini ziko nyingi. Kuna kosa mule mtu analipa paka shilingi milioni 5, jela miaka 3. Mfano kama vile kusambaza taarifa za uongo mtandaoni kwa mujibu wa kifungu namba 16 cha sheria makosa ya mtandao. Faini milioni 5, jela miaka 3 au vyote viwili kwa pamoja.
Sasa kitu kidogo tu ambacho unaweza ukacomment au ukaposti kina kukosti pesa yote kiasi hicho. Kwa hiyo watu wanapaswa kuwa makini sana na katika mtumiaji wa mitandao na kuamini, na wanataka pasiwa kuelewa kwamba kuto kujua sheria sio kinga. Ignorance of law is not a defense. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba ulikuwa hujui kama kuna sheria ambayo inaregulate ama inasimamia makosa ya kimtandao. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba watu watumie mitandao in a positive way, kwa njia ya kupatia kipato, lakini bila kumuathiri ama kuvunja ama kukiuka haki ya mtu mwingine. Hiyo ndio ushauri wangu. Hello Tanzania, tunajua unajiuliza utafikaje katika ofisi zetu za Pars Vision Cargo. Tunapatikana Dar es Salaam, barabara ya Lumumba, jengo la ushirika Tower, floor namba 8. Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumamosi tuko wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0678 880 880. Karibuni tuhudumie.